Bwana, licha ya timu ya taifa ya Senegali kupokwa ubingwa wa kombe la AFCON na kurejeshwa kwa timu ya taifa ya Morocco, licha ya ushindi wa goli 1-0 ambao waliupata kwenye fainali ya kombe la AFCON, na tumeona kile ambacho Senegali waliweza kuchukua hatua na kukata rufaa kwenye mahakama ya kimichezo ya kimataifa kwa maana ya CAS. Bwana, tuliona taarifa ya Senegali kutaka kufanya paredi la kombe hilo kwenye uwanja wa Stade de France pale nchini Ufaransa kabla ya mchezo wa kirafiki dhidi ya Peru. Bwana, tuliona katazo ambalo lilitoka kwamba Senegali hawaruhusiwi kufanya paredi hilo kutokana na kile ambacho kiliamliwa na CAF. Sasa bwana, Senegali wamepiga paredi, bonge moja la paredi kabla ya mchezo dhidi ya Peru. Bwana, Senegali pia wameongeza nyota ya pili kwenye jezi yao. Hatua hii inakuja licha ya maamuzi ya CAF Appeal Committee kuhusu hesabu ya mataji ya AFCON. Bwana, unaambiwa hii inaweza kuanzisha mjadala mkubwa kwenye soka la Afrika. Sasa bwana, Senegali wamefanya paredi hilo, na wamefanya paredi hilo kwenye huo uwanja wa Stade de France wenye uwezo wa kubeba mashabiki kwa maana ya full house. Sasa ni moja kati ya tukio ambalo limezua mjadala mkubwa sana kwamba kwa nini sasa Senegali wamefanya hivi wakati tayari maamuzi yameshakwisha kutolewa kwenye yameshakwisha kutolewa na shirikisho la soka barani Afrika CAF kwa maana ya kuipoka ubingwa huo. Bwana, Senegali hawaja shtuka na lolote wala hawawazi lolote, na wameamua kuonyesha kombe lao la ubingwa wa AFCON 2025 mbele ya mashabiki waliojaa kwenye dimba la Stade de France kwa ajili ya mechi hiyo ya kirafiki ambayo Senegali wameibuka na ushindi wa magoli 2-0. Magoli ya Senegali yakifungwa na Nicolas Jackson dakika 41 pamoja na Ismail Sarr dakika ya 54, lakini kubwa zaidi ikiwa ni paredi hilo ambalo lilidumu kwa dakika 15 wakati nyota wa Senegali walipokuwa wakilibeba taji hilo licha ya kupokwa na CAF, lakini wamelionyesha mbele ya mashabiki, uwanja ambao ulifurika. Senegali wakapata nafasi ya kulionyesha kombe hilo mbele ya mashabiki hao likiongozwa na nahodha Koulibaly ambaye aliongoza nyota hao kabla ya mchezo kuonyesha kombe hilo. Moja kati ya tukio ambalo limezua mijadala mikubwa sana. Tunaweza tukasema kwamba sakata sasa huenda likaanza upya mara baada ya Senegali kuonyesha taji hilo mbele ya mashabiki ambao walijazana kwenye uwanja wa Stade de France, ambapo kama ambavyo nimekujuza, nahodha wa timu ya taifa ya Senegali Kalidou Koulibaly akiwa amebeba mwali mkononi tayari, na ilikuwa ni siku maalum kabisa ya kutambulisha kombe hilo mbele ya maelfu ya watu wenye asili ya Ufaransa na wapenzi wa soka huko Ufaransa, licha ya CAF kutoa amri ya kurejeshwa kombe hilo kwa mshindi wa kombe kupitia email kwa maana ya barua pepe Morocco. Bado Senegali wanatamba naro huku akisubiri majibu ya CAS mara baada ya kukata rufaa, na CAS tayari wameshakwisha kuthibitisha kupokea barua ama rufaa ya Senegali, na sasa ni majibu tu yanayosubiriwa na mahakama hiyo ya usuluhishi ya kimichezo ya kimataifa CAS. Itakavyoamua basi ndivyo itakavyokuwa, lakini kwa sasa wakati tunasubiria maamuzi, bwana, Senegali wamelionyesha wamelitambulisha kombe hilo la AFCON kwa mashabiki nchini Ufaransa kabla ya kuwavaa Peru kwenye mchezo wa kimataifa wa kirafiki. Bwana, Senegali kama ambavyo nimekujuza walitoa kombe hilo la Afrika baada ya kuichapa Morocco 1-0 katika fainali ambayo ilizua utata. Bana, hivi karibuni shirikisho la soka barani Afrika CAF lilibatilisha ushindi wa Senegali na kuitangaza Morocco kuwa mabingwa wa AFCON 2025 kwa madai ya timu ya taifa ya Senegali kukiuka baadhi ya kanuni. Hata hivyo, Senegali ilipinga hatua hiyo na kuamua kukata rufaa katika mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS. Sasa kabla ya paredi hili kufanyika, kulikuwa kuna taarifa ambayo ilikuwa ikiwazuia Senegali kutambulisha
kombe hilo kwa maana ya kusubiri hatima ya kile ambacho kiliamuliwa na CAF. Sasa taarifa yenyewe kabla ya utambulisho huu ambao umefanyika kwa Senegal, ambao ni utambulisho ambao umezua utata kweli kweli na mjadala mikubwa, taarifa ilikuwa inazungumza kwamba hali ya soka barani Afrika imechafuka. Timu ya taifa ya Senegal imeingia kwenye mgogoro mzito, huku ikitishwa kuburutwa mahakamani kufuatia mpango wao wa kuonyesha kombe la AFCON 2025 nchini Ufaransa. Mambo yamekuwa magumu baada ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kubatilisha ushindi wa Senegal na kuipa Morocco bingwa huo mnamo Machi 17, 2026. CAF ilidai kuwa Senegal ilijiondoa uwanjani wakati wa finali ya Januari dhidi ya Morocco kufuatia kupinga uamuzi wa maamuzi, jambo lilopelekea ushindi wao wa 1-0 kubadilishwa kuwa kufungwa 3-0 mezani. Sasa wakati Senegal ikijiandaa kwa mechi ya kirafiki dhidi ya Peru bana Machi 28, 2026 ambao ndio leo jijini Paris, mwanasheria mmoja kutoka Morocco ametuma onyo kali kwa waandaji wa mechi hiyo na uwanja wa Stade de France. Senegal inapanga kuendelea na sherehe za ubingwa na kuparedi kombe hilo mbele ya mashabiki wao wa diaspora nchini Ufaransa. Mwanasheria huyo amedai kuwa sherehe hizo ni kinyume cha sheria kwa taji ambalo limefutiwa hadhi na CAF, na yeyote atakayeruhusu tukio hilo anaweza kushtakiwa. Shirikisho la soka la Senegal FSF tayari imekata rufaa katika mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS huko Swiss, likitaka uamuzi wa CAF kuwa ni uporaji wa kihistoria. Sasa hii ilikuwa ni taarifa kabla ya paredi ambayo imefanyika. Sasa mara baada ya taarifa hii, pengine watu walifikiri kwamba Senegal wasingeweza kufanya parade na kulitambulisha kombe. Sasa wamefanya hivyo bwana, na sijui nini ambacho kitatokea, lakini pengine hiki ambacho anakifanya Senegal ni kama kejeli kwa kile ambacho kiliamuliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF mara baada ya kuipoka ubingwa huo na kuikabidhi timu ya taifa ya Morocco. Sasa tunasubiria kuona nini ambacho kitaamliwa mara baada ya Senegal kufanya utambulisho wa kombe la AFCON ambalo kwa mujibu wa sheria, baada ya maamuzi ambayo yametolewa na shirikisho la soka barani Afrika CAF, ni kwamba hili kombe sio la Senegal bali ni la timu ya taifa ya Morocco. Lakini Senegal wao wameendelea kutamba nalo kwenye kabla ya mchezo dhidi ya Peru, mchezo ambao Senegal wamebuka na ushindi wa goli 2-0 mbele ya mashabiki wengi kweli kweli, mashabiki takriban 8,000 kwenye uwanja wa Stade de France pale nchini Ufaransa. Senegal wamefanya utambulisho wa kombe lao ambalo wanaendelea kutamba nalo, ambalo mpaka sasa hatima ya kombe hilo bana hatujui kama kweli Morocco watakabidhiwa kombe hilo ama hawatokabidhiwa, ama pengine maamuzi ya CAS yatakuwa ni maamuzi ya aina gani. Je, Senegal ataendelea kuwa bingwa wa kombe la AFCON? Na tumeona tayari jezi zao imeshakwisha kuongezwa nyota nyingine, ikiashiria kwa maana ya ubingwa mwingine wa kombe la AFCON. Sasa ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikujuze mara baada ya Senegal kufanya party kubwa sana kwenye uwanja wa Stade de France pale nchini Ufaransa kabla mchezo wa kirafiki dhidi ya Peru, licha ya onyo ambalo lilitolewa na mwanasheria kutoka Morocco kwamba kama Senegal watafanya party basi watachukuliwa hatua kali za kisheria. Lakini sasa wamefanya. Je, ni hatua gani za kisheria ambazo zitachukuliwa na mwanasheria huyo pengine kupitia madai yake ambayo anadai kwamba Senegal hawakutakiwa kufanya hivyo kwa sababu kombe hilo tayari limeshakwisha kubatilishwa na tayari ni kombe la timu ya taifa ya Morocco na si kombe la Senegal. Sasa Senegal wamefanya party, tunasubiri tu kuona nini ambacho kitatokea na nini ambacho pengine Senegal watapewa adhabu ama itakuwaje. Na hiki ambacho anakifanya Senegal, unahisi wako sahihi licha ya CAF kubadilisha maamuzi ya ubingwa huo na kuipa timu ya taifa ya Morocco? Unaweza ukashare kwenye comment section hapo chini ukiniambia kitendo ambacho amekifanya Senegal kwa kulitambulisha kombe la AFCON ambalo tayari limeshakwisha kubatilishwa kwamba ni kombe la Morocco, wako sahihi, na pengine tukio hilo wewe umelipokeaje kama mwanamichezo? Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.